Yes, na mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya YouTube ya 5 Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa kubwa ambayo tunao leo ni kuhusiana na namna ambavyo kikosi cha timu ya Taifa Stars ambacho kinatarajiwa kuweza kuwasili jijini Dar es Salaam siku ya leo majira ya saa 9 kamili za alasiri. Sasa kumekuwa kuna tukaangalia makala ambayo inakuonyesha kwamba Taifa Stars ilitolewaje. Naambia kwamba kikosi cha mambo ya Taifa Stars, kikosi cha Taifa Stars, haya ni mambo 7 ambayo waliaga mashindano. Timu ya Taifa Stars imeaga rasmi mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2025 ambayo yalikuwa kiendelea kutumiwa vumbi nchini Morocco katika hatua ya mtoano ambayo ilifanikiwa kufuzu baada ya kumaliza katika hatua ya nafasi ya 3 kwa takwimu nzuri. Katika mchezo wao ulikuwa umepigwa katika uwanja wa Prince Moudou Abdallah Rabat, umeshuhudia Stars ikishindwa kufurukuta mbele ya wenyeji wa mashindano hayo Morocco baada ya kuruhusu kipigo cha bao 1-0. Stars ilimaliza kwa kukusanya jumla pointi 2 katika kundi C, huku wastani mzuri wa mabao ya kufunga kisogeza mbele katika hatua ya 16 kuandika rekodi ya kufanya hivyo kwa mara ya kwanza katika historia yake. Kipindi cha kwanza Stars haikuanza kinyonge baada ya kutengeneza nafasi kubwa za wazi ambazo ilishindwa kutumiwa vyema na Simon Msuva ambaye aliupiga mpira kwa kichwa ulioshindwa kuingia ndani ya wavu. Tanzania iliondoka ikiwa imepiga mashuti mawili tu kwenye lango la Morocco, huku ikiwa hakuna shuti iliyolenga lango sawa. Morocco alipiga mashuti 5 bila kulenga lango la Stars. Kipindi cha pili, dakika 45 cha kipindi cha pili, Morocco ilianza kwa kasi kitafuta bao la uongozi, huku Stars ikiwa nyuma kuzuia mashambulizi ya mpinzani wao. Licha kuonekana kuzidiwa na mashambulizi, Stars haikushindwa kufanya mashambulizi ya kushtukiza ambapo dakika 55 Faisal Salum Abdallah Faitoto alikosa bao la wazi dakika 55 baada ya kipa Morocco Hussein Bono kutema shuti kali lilopigwa na Mohamed Hussein, kisha Suleiman Mwalimu kutenga kwa Faisal ambaye alishindwa kuingiza mpira wavuni ukipaa juu ya rango. Uzoefu na uwezo wa mchezaji binafsi umekuwa nguvu kubwa kwenye mashindano haya baada ya Ibrahim Diaz kuifungia Morocco bao lilowavusha kwenda robo final ambapo alitumia ustadi mkubwa kuingiza mpira wavuni. Nyota huyo anakipiga kwenye klabu ya Real Madrid ya Hispania alithibitisha ubora wake baada ya kuweka mpira wavuni kwa kutumia nafasi ndogo iliyokuwa imeachwa pembeni ya lango na golikipa Hussein Masagala, sehemu ambayo haikuzaniwa kabisa mpira kupita kwa urahisi. Namna alivyopitisha mpira kwenda wavuni ulithibitisha ubora wa kuwa mchezaji mkubwa mwenye uwezo wa kuibeba timu katika nyakati ngumu kama ule. Hata baada ya kuwa nyuma kwa bao, vijana wa Miguel Gamondi bado hawakukata tamaa, kwani wanaendelea kufanya mashambulizi kadhaa kwenye lango la Morocco. Mbinu za kocha sasa Miguel Gamondi. Mbinu za kocha tangu mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria, kocha Miguel Gamondi aliwaruhusu wachezaji wake kucheza mpira kuliko kukaa nyuma kuzuia mashambulizi ya mpinzani. Aidha, aina hiyo ya mchezo umewafanya wachezaji wa Stars kucheza kwa kujiamini zaidi bila kuwa na pressure, na ndiyo maana hata iliruhusu bao bado inaonekana kuwa imara na kufanya mashambulizi kadhaa huku ikiendelea kujilinda. Kwa kawaida timu inapokuwa imekaa nyuma kujilinda hivyo inamruhusu mpinzani kufanya mashambulizi mengi kwenye lango, tofauti na kucheza mpira wa kufunguka kwa kuheshimu wapinzani bila pressure, jambo ambalo Stars wamelifanya katika makundi, kwani wachezaji wa aina hiyo wamejenga mchezo kujiamini na kupunguza pressure ya mchezo. Karibu wachezaji wote wa kikosi cha kwanza wa Tanzania wana uzoefu wa kucheza mechi kubwa za kimataifa waliopata kupitia klabu zao wanazocheza kushiriki michuano hiyo ambayo kwa kasi kubwa imewapa uzoefu wa kushindana ndani ya uwanja. Nyota kama Ibrahim Baka, Bakari Mwamnyeto, Shabalala, Faisal, Dickson Job na Shomal Kapombe tayari wana uzoefu wa karibiana na wapinzani wakubwa kutoka kwenye ushirika wao wa mara kwa mara katika michuano ya kimataifa wakiwa klabu pamoja na timu za taifa. Vile vile wapo nyota wengine wa kimataifa ambao wanakipiga kwenye ligi mbalimbali kama vile Novatus Miloshi, Simon Msuva, Charles Mbogona, Bwana Samata, Haji Mnonga na Alphonse Msanga ambao wanaonyesha uzoefu wa kucheza soka la ushindani. Haya ni mashindano ya AFCON kwa mara ya 4 ambayo Stars imeshiriki kwa kipindi hiki karibuni, ukiachana na yale walioshiriki kwa mara ya kwanza mwaka 1980 kule nchini Nigeria. Nini maoni yako? Subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Bye tena mpaka wakati mwingine, mimi sina la ziada. Hii ni 5 Media, usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment.